Asante sana. Majina yangu ni Boniface Ndengo, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya umma ya Hyper PLC, lakini makamu rais wa Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo Tanzania, ninayeshughulikia masuala ya biashara. Tuko hapa kwenye ukumbi wa Julius Nyerere International Conference Center kwa ajili ya kongamano la kodi na uwekezaji, na sisi kama wawekezaji lakini pia kama viongozi wa sekta binafsi tulialikwa kushiriki kongamano hili ambalo limeandaliwa na Wizara ya Fedha ili tuweze kushauriana na kutoa maoni yetu kuhusu mambo ambayo yakifanyika yatasaidia kustawisha uchumi wa Tanzania, lakini pia kustawisha ushiriki wa Watanzania kwenye masuala ya uwekezaji na biashara, lakini pia kuisaidia serikali kuongeza mapato na kupanua wigo wa mapato ili serikali iweze kufanya shughuli zake za uendeshaji wa nchi, hasa miradi ya kimaendeleo. Kupitia kongamano hili sisi kama Chemba ya Biashara tumepata fursa ya kufanya wasilisho kupitia kwa rais wetu Bwana Vincent Minja, na lilikuwa ni wasilisho maalum ambalo linaelezea changamoto ambazo wafanyabiashara na wawekezaji wa ndani wanakutana nazo katika kufanya biashara, hasa biashara mpya, lakini pia biashara ambazo zinakuwa zinaendelea. Moja ya changamoto ni kwamba ambayo Bwana Minja ameieleza ni namna ambavyo wafanyabiashara wanajitoa kutafuta mitaji na kuanzisha biashara na kufanya biashara na kupata faida, alafu kwenye kugawana faida serikali ni mdau muhimu sana ambaye anachukua 30% ya faida na kuacha 70%, lakini 30% ndio anaanza kuchukua, alafu sisi wawekezaji tunakuwa ni watu wa mwisho kuchukua ile faida. Lakini pia hapa katikati unakuta kampuni imekuwa imelipa kodi nyingi sana ambazo tayari zimeshakwenda serikalini moja kwa moja. Hoja ya Rais Minja ni kwamba mwekezaji anapewa nafasi ya mwisho katika jitihada nzima za kumsapoti na kumwezesha kufanya biashara. Lakini pia tumepata hotuba makini kabisa kutoka kwa mgeni rasmi wa shughuli ya leo ambaye Daktari Philip Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kama mnafahamu aliwahi kuwa waziri wa fedha, lakini ni mchumi mbobezi. Huyu amekubali katika hotuba yake, amekiri na kukubali kwamba bado sekta binafsi ina nafasi muhimu sana katika kuchangia uchumi wa nchi, na serikali imeipa nafasi kubwa sana sekta binafsi ichangie kwenye uchumi wa nchi. Changamoto kubwa waliokuwa ambayo Daktari Mpango ameikubali ni kwamba bado taasisi nyingi za serikali bado hazijafanya wajibu wao kumbeba huyu mfanyabiashara, kumuinua na kumwezesha kushindana ili awe mfanyabiashara bora, mwekezaji bora na mlipa kodi mzuri. Kwa hiyo ameziagiza mamlaka zote, wizara zote na mifumo yote ya utendaji ya serikali kuchukua mapendekezo ya sekta binafsi kutoka kwenye mkutano huu na kuyafanyia kazi kwa malengo makubwa matatu. Moja ni kuimarisha nafasi ya sekta binafsi katika kuchangia kwenye uchumi wa nchi, kukuza biashara na uwekezaji, lakini mbili, kusaidia kuibua miradi mipya na biashara mpya ambazo zitazalisha fursa nyingi za Watanzania kushiriki katika uchumi, lakini tatu, kusaidia serikali kupata mapato. Kwa hiyo wajibu huu ameutoa kwa mamlaka zote za serikali, lakini pia tunauona ni wajibu kwetu sekta binafsi kwamba tumepewa nafasi sasa kutoa michango yetu, lakini na kushiriki katika masuala ya kubuni biashara, kuanzisha miradi ambayo hatimaye tutashirikiana na serikali kuwafanya Watanzania wengi kushiriki katika uchumi wa kawaida, uchumi ambao utajenga nchi yetu. Sasa mimi kama mshiriki katika shughuli ya leo nimejifunza mambo manne ambayo nataka niyajadili na niyalete kwenu kama mambo ambayo pia yakifanyika yatasaidia kuimarisha nafasi ya sekta binafsi na kukuza uchumi wetu haraka kama tutakavyoweza kushindana na mataifa mengine. Na kabla sijatoa maeneo haya, nitafanya reference tatu muhimu. Reference ya kwanza ni kwamba ukiangalia uchumi wa Korea ya Kusini tulioanza nao pamoja mwaka 61, uchumi wa Tanzania ulikuwa mara 3 zaidi kuliko uchumi wa Korea ya Kusini. Lakini leo uchumi wa Korea Kusini wanatushinda kwa mara 30 zaidi kuliko sisi ambao tulikuwa tunawashinda mara 3 zaidi. Hiyo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili nataka kuliangalia ni nafasi ya vyama vya kibiashara katika kuchangia au kuwaimarisha wafanyabiashara, kuwalea wafanyabiashara wapya na kuwaingiza kwenye mifumo ya kibiashara, kwamba Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo ni taasisi kubwa ya kiuchumi ambayo inajulikana duniani, ambayo ikipewa nafasi nzuri itasaidia katika kufanya urasimishaji wa biashara, kuwapokea vijana
kutoka kwenye mifumo ya shule, kuwafundisha biashara, kuwajenga na hatimaye kuwaingiza katika mifumo ya kibiashara wakiwa ni biashara rasmi zinazoweza pia kusaidia kuchangia kwenye mapato ya serikali. Na jambo la tatu ni nafasi ya makampuni ya umma. Nafasi ya makampuni ya umma, kwamba ukifanya utafiti wako utakubali kwamba nchi zote zinazofanya vizuri kiuchumi zimeimarisha makampuni makubwa kupitia mifumo yao ya kampuni zinaitwa kampuni za umma au kampuni za uwekezaji, public limited companies. Sasa kwa hizo reference tatu, naomba niseme kwamba mambo manne nimejifunza na ambayo naishauri serikali na ninatoa kama maoni yangu kupitia kongamano hili yachukuliwe. Jambo la kwanza, tuimarishe nafasi ya wabunifu wanaokuja na mawazo mapya, mawazo makubwa, mawazo ya kujenga kampuni kubwa, hasa kampuni za umma. Tanzania wakati tumesajili soko letu la hisa mwaka 1997 mpaka leo tumefanikiwa kusajili makampuni ya umma makampuni 28 peke yake, lakini soko kama hili, soko la South Korea ambalo wao walisajili miaka 7 baadaye mwaka 2005, kwa miaka hii karibia 20 wamefanikiwa wao kujenga makampuni mapya ya umma, makampuni 2730. Huu ni wastani wa kampuni 11 kila mwezi. Sisi miaka 7 kutoka leo ukirudi nyuma hatujajenga kampuni hata moja. Hii ni kwa sababu Watanzania wengi hawajaelewa hii modo ya ujenzi wa makampuni makubwa kupitia mifumo ya kampuni za umma. Kwa hiyo tunadhani sasa kuna haja ya serikali kuwafikia hawa wabunifu, kuwapa nafasi hawa wabunifu, watu wenye mawazo makubwa, namna gani wanaweza wakajenga kampuni zao kupitia mifumo hii ya makampuni ya umma. Na sisi Hyper PLC ni kampuni ya umma ambayo moja ya wajibu wetu ni kujenga kampuni za umma ambazo hizo kampuni zitakuwa na faida nyingi kiuchumi. Faida ya kwanza ni kampuni ambazo zinakwenda kuwashirikisha wananchi wengi katika uwekezaji mkubwa. Faida ya pili ni kampuni ambazo zinasaidia kuibua ubunifu na kutumia fursa hiyo ya mitaji mikubwa kukuza ubunifu mdogo au mawazo ya biashara kuwa biashara kubwa, na hatimaye zikauzwa kama hisa kwa wananchi na wananchi wakanunua na wakawa sehemu ya mafanikio. Lakini kampuni za umma pia ndio kampuni ambazo katika mchango wa kodi za serikali zinakuwa zinaongoza. Hata sasa ukiangalia taarifa za TRA zinaonyesha kwamba makampuni 3-4 makubwa yanayolipa kodi kwa wingi Tanzania ni makampuni ya umma. Kwa tunashawishi serikali ione umuhimu wa kuwaona wabunifu wa makampuni ya umma, of course ikishirikiana na kampuni yetu ya Hyper PLC kama Investment and Business Development Company kusaidia kujenga makampuni mengi ya umma ili yaweze kutoa mchango mkubwa katika shughuli za uwekezaji, lakini mchango mkubwa kukuza bunifu kubwa na mchango mkubwa kuwashirikisha wananchi wengi kwenye uchumi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo naliona ni muhimu lichukuliwe kupitia kongamano hili ni nafasi ya kuwaleta wananchi sasa kwenye miradi ya PPP. Utafahamu kwamba haya makampuni ambayo yanakuja kufanya miradi mikubwa huku Tanzania, mengi ukienda kule kwao ni makampuni ambayo yanapata backup ya serikali. Sasa tunadhani sisi wananchi pia tupewe nafasi ambayo kupitia hizi kampuni zetu tupewe upendeleo. Hii inaitwa ni local content policy. Kwenye local content policy hii miradi ambayo sisi wananchi tunaweza tukaishiriki, ibainishwe miradi ambayo hiyo hatutashindana na makampuni ya nje. Hii itakuwa ni miradi specifically kwa ajili ya wawekezaji wa ndani, na hii hata kama kampuni 1-2 zikionekana zinaweza kuungana kufanya, basi zipewe nafasi ya kuungana kufanya. Kwa hiyo miradi ya PPP, tukishukuru serikali kuanzisha hiyo center ya PPP, yani miradi ya ubia, ni miradi ambayo pia inaweza ikasaidia kuongeza nafasi nzuri sana ya ushiriki wa sekta binafsi kusaidia miradi ya kiserikali, lakini pia kupunguza mzigo wa serikali kuchukua kodi na kuzipeleka kule. Kwa hiyo ikaiacha hiyo eneo ikawa ni miradi ya biashara, lakini njia rahisi ni kuruhusu sasa kampuni za ndani kupewa kipaumbele kwenye baadhi ya miradi ya PPP, na sisi Hyper tuko tayari kwenda kwenye miradi ya PPP. Bahati nzuri tumekwisha kutembelea kituo cha miradi ya PPP, tumeshaongea na mkurugenzi na tayari mazungumzo yanaendelea kwamba tuna uwezo wa kuchagua baadhi ya miradi na tukaanza kufanya. Hilo ni eneo la pili. Na eneo la tatu tunaloliona ni nguvu ya vyama vya kibiashara, kwamba hivi vyama vya kibiashara kama Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo pia ipewe nafasi ya kufanya mafunzo maalum kwa vijana wanapokuwa mashuleni, kuwapokea katika mifumo rasmi ya biashara, kuwafundisha biashara, masuala ya kodi, maadili, na hatimaye Chemba ipewe nafasi ya kufanya haya mambo ya biashara iwe ni moja ya majukumu yake ya msingi, kwamba mnaposababisha kuonekana kwamba sasa Chemba kama chama cha wafanyabiashara tena
kianze kuonekana kwamba ni chama ambacho kimepewa lifti na serikali katika baadhi ya maeneo, inahafifisha nguvu yake. Kwa hiyo tunadhani serikali itambue mamlaka hii kubwa ambayo ilianzishwa na serikali yenyewe na ina mtandao mkubwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Kuna vyama vingi vya kibiashara vina nafasi, vinaweza vikapewa, lakini kuna nafasi ya chemba ya biashara. Hii ni nafasi muhimu ambayo ipewe uzito unaostahili. Yaani chemba ya biashara sio lazima ishindanishwe na hizi vyama vingine, bali inatakiwa ichukuliwe kwa nafasi yake na ipewe heshima yake katika kuwezesha shughuli za malezi ya vijana, shughuli za masuala ya biashara, shughuli za maadili katika kusimamia masuala ya kodi na kuwezesha biashara na ubunifu. Na jambo la mwisho ambalo mimi nalitoa sasa, na hili nadhani litaenda moja kwa moja kwenye mifumo ya serikali kupitia wizara labda za viwanda na biashara, wizara ya fedha, lakini pia wizara ya Rais, mipango na uwekezaji. Naamini wakilichukua hili litasaidia kwamba vijana wanaotoka mashuleni, ikiwezekana, kwa kuwa vyeti wanavyohitimu navyo vinawawezesha kupata ajira, yaani vinakuwa kama ni dhamana zinazowezesha kupata ajira. Tunadhani sasa utengenezwe pia mfumo vyeti hivi viwe sehemu ya dhamana vijana hawa kupata mitaji, kwamba ikiwa mimi nimehitimu chuo kikuu na cheti changu cha degree ya biashara, degree ya sheria, degree ya masuala ya ardhi, degree ya masuala ya rasilimali watu, kupitia hiki cheti serikali iweke mfumo ambapo cheti hiki kinaweza kikawa dhamana, kikawekwa benki kama dhamana, na mtu huyu, kijana huyu akapata mtaji hata kama ni milioni 3, milioni 4, milioni 5 wa kuanzisha biashara kwenye taaluma ambayo yeye amesomea, kwenye taaluma ambayo yeye ni mbobezi, kwenye taaluma ambayo amehitimu. Nafikiri jambo hili likifanyika litasaidia pia kuimarisha sekta binafsi na litawafanya vijana wengi kuingia kwenye biashara katika mfumo ulio rasmi. Kwa hayo mambo naamini yakifanyiwa kazi, mkutano ujao, maana mkutano hii ni endelevu, tutakapokutana hapa itakuwa na matokeo bora zaidi na watanishukuru. Asante sana, endelea kutufuatilia, na mimi nikwambie kwamba sisi kama sekta binafsi tumejipanga kusaidia serikali yetu kutimiza wajibu wake, kufanikisha malengo yake, lakini zaidi kujenga uchumi na sekta imara ya sekta binafsi. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi kwa siku ya leo, nitambue itifaki yote iliyoko hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote naomba nami niungane na viongozi wengine kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo kwa ajili ya kongamano hili muhimu la kodi na uwekezaji wa mwaka 2025. Kongamano hili linafanyika chini ya kauli mbiu kuongeza ukuzaji wa rasilimali za ndani kupitia ustawisha fursa za wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kutoa shukrani za dhati kwako, kwani uwepo wako hapa ni ishara ya wazi ya dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri na maono ya kina ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ikiwemo maeneo ya mifumo ya utozaji wa kodi. Nieleze kwa kifupi kuwa serikali kupitia ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa lengo la kuwawezesha Watanzania na wageni kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi hapa nchini. Aidha, mwaka 2019 serikali ilianzisha na kupitisha mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini tulioupa jina la Mkumbi, kwa lengo la kurahisisha taratibu za udhibiti, kuondoa mwingiliano wa majukumu kati ya taasisi mbalimbali za serikali, pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, serikali imefanikiwa kufanya mapitio ya jumla ya sheria 66 za kisekta. Katika hatua hii, tozo, kodi na ushuru zaidi ya 383 ambazo zilikuwa kero kwa wawekezaji zimefutwa au kupunguzwa. Marekebisho haya yamegusa sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya viwanda, biashara, madini, kilimo, mifugo, uvuvi
maliasili pamoja na misitu. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali pia imechukua hatua ya kuondoa mwingiliano wa majukumu ukiwepo kati ya baadhi ya taasisi iliyokuwa ikisababisha changamoto kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Katika kuimarisha mazingira ya uwekezaji zaidi, serikali iliendelea na hatua ya kuunganisha Kituo cha Uwekezaji cha Tanzania yani TIC na Mamlaka ya Ukanda Maalum wa Uwekezaji yani EPZA ili kuunda taasisi mpya iitwayo TISEZA kwa kifupi, yani Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority, ambayo itarahisisha zaidi utoaji wa huduma kwa wawekezaji. Vile vile serikali imeboresha mifumo ya usajili, utoaji wa leseni na vibali kwa kutumia teknolojia ya kidijitali kupitia taasisi mbalimbali za udhibiti. Aidha, kupitia TIC serikali imeendelea kutoa vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi ili kuwahamasisha wawekezaji kuwekeza zaidi hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatua hizi pamoja na hatua nyingine zimesaidia kuongeza idadi ya wawekezaji hapa nchini, ambapo mwaka 2024 Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imeutangaza kama mwaka bora wa uwekezaji, ambapo jumla ya miradi 901 ilisajiliwa kupitia Kituo cha Uwekezaji cha TIC. Kati ya miradi hiyo, miradi 321 ilikuwa ya Watanzania ambao ni sawa na 35.63%. Miradi 176 ilikuwa ya ubia kati ya Watanzania na wageni yani 19.53%, na miradi 404 ilikuwa ya wawekezaji kutoka nje ambao ni sawa na 44.84%. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, serikali inatambua kuwepo kwa changamoto mpya zinazojitokeza kutokana na mabadiliko ya teknolojia, kijamii na kiuchumi. Kwa kutambua hilo, serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuchukua hatua madhubuti, ikiwa ni pamoja na kuunda Tume ya Rais ya Marekebisho ya Kodi ambayo inaendelea kufanya kazi au kufanya tathmini ya mifumo ya kodi hapa nchini. Kwa upande wa mazingira ya biashara, tayari serikali imeanza mchakato wa kuandaa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, mpango wa awamu ya pili, yani mkumbi namba 2 au blueprint phase 2. Mpango huu utatoa mwelekeo mpya wa kisera kwa kuzingatia maeneo mapya yanayoibuka pamoja na mabadiliko ya kisekta na teknolojia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, naomba kuwakaribisha wawekezaji wote hususan wa Tanzania kuchangamkia fursa za uwekezaji hapa nchini, kwa kuwa serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji na kutoa vivutio mbalimbali vikiwemo vya kikodi ili kuimarisha uwekezaji na kukuza uchumi katika nchi yetu. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kunipa nafasi. Napenda kuanza hotuba yangu nami kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana katika kongamano hili kwa maendeleo ya taifa letu. Aidha, namshukuru Waziri wa Fedha kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa kongamano la kodi na uwekezaji la mwaka 2025. Na ninatoa pongezi za dhati kwa wahusika wote wa maandalizi haya mazuri ya kongamano hili. Na kongamano la kodi na uwekezaji limeendelea kuwa moja ya majukwaa muhimu sana kwa serikali katika mchakato wa kuboresha na kutunga sera za mapato shirikishi katika taifa letu. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, nimevutiwa na kauli mbiu ya kongamano hili ambayo imesema kuongeza ukuzaji wa rasilimali za ndani kupitia kustawisha fursa za wananchi. Kauli mbiu hii kwa kweli natutaka tutafakari na kupendekeza hatua madhubuti za kuzilea sekta za ndani, sekta za biashara,
sekta za huduma, lakini pia sekta za uzalishaji, na lengo ni ziweze kutoa mchango zaidi katika mapato ya serikali. Lakini pia kauli mbiu hii inaakisi mwenendo wa sera ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2025-26 ambao ni kuendelea kuboresha mazingira ya biashara ili kuchochea uwekezaji, kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi na mapato na kuchochea maendeleo endelevu. Sasa baadhi ya sababu zilizopelekea miradi na vitega uchumi vya ndani kushindwa kutoa mchango stahili katika mapato ya ndani ni pamoja na mzigo mkubwa wa kodi kwa walipaji wachache, ambao hakika suluhisho lake ni kuongeza idadi ya walipa kodi. Lakini kwa mfano, idadi ya walipa kodi hai waliosajiliwa badala ya kuongezeka imeshuka kutoka 3,336,777 mwaka 2021-22 hadi 2,182,146 mwaka 2024-25. Lakini vile vile, jambo la pili, hakuna usawa katika utoaji wa vivutio vya uwekezaji, japo sheria mpya ya uwekezaji ya mwaka 2022 inatoa mwongozo mzuri. Lakini jambo la tatu, mifumo yetu ya fedha sio rafiki kwa wawekezaji wadogo na wakati, pamoja na uwepo wa riba kubwa na masharti magumu ya dhamana. Lakini pia jambo la nne, kuna kutolindwa kwa haki miliki na wabunifu za wazawa. Lakini vile vile wawekezaji wadogo na wakubwa wanapimwa kwa mizania sawa katika mchakato wa zabuni. Lakini pia malimbikizo ya malipo ya wazabuni katika wizara, idara na mawakala wa serikali. Na katika hili, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, uko hapa, naomba sana mkaangalie uwezekano wa kukata OC, fedha za OC kwa walimbikizaji sugu wa madai ya wazabuni. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kama ilivyobainishwa, mojawapo ya mada za kongamano hili itahusu tathmini ya mfumo wa uchumi duniani na athari zake. Nafikiri mada hii ni muhimu sana, ikizingatiwa kwamba katika zama hizi mfumo wa ugharamiaji na ufadhili wa maendeleo umebadilika kwa kiasi kikubwa, kutoka kutegemea mikopo na misaada na badala yake kutegemea zaidi makusanyo ya ndani. Aidha, hali ya mizozo ya kijiopolitiki na kibiashara, majanga ya asili, magonjwa na mabadiliko ya tabia nchi vimeathiri mifumo ya uzalishaji mali na ugavi katika mataifa mengi, na hasa katika nchi zinazoendelea. Na hali hii imeongeza gharama ya uzalishaji na kwa upande mwingine imepunguza mauzo ya bidhaa zetu nje ya nchi. Kadhalika, upatikanaji wa misaada na mikopo ya gharama nafuu umeathiriwa kwa kiwango kikubwa. Gharama za mikopo ya kibiashara nazo zimeongezeka maradufu kuweza kuhimilika bila kuathiri ustahimilivu wa deni la taifa. Na kama haya hayatoshi, idadi ya Watanzania imeendelea kuongezeka kwa kasi, na sasa tunakadiriwa kuwa tumefikia watu milioni 65, wengi wakiwa vijana. Lakini maana yake ni kuwa mahitaji pia kitaifa yanaendelea kukua kwa kasi kubwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki wa kongamano, hali ya ulipaji wa kodi nchini inatutaka kujipanga zaidi
kwa kuweka mikakati madhubuti ya kukuza mapato ya ndani. Na ninasema hivyo kwa sababu pamoja na jitihada kubwa ambazo tumefanya ndani ya serikali kuongeza mapato, bado hali ya ulipaji kodi nchini inakabiliwa na changamoto mbalimbali, hali inayopelekea ukuaji mdogo wa makusanyo ya ndani. Kwa mfano, uwiano wa mapato kwa pato la taifa umekuwa ukiongezeka kwa kasi ndogo katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili, kutoka asilimia 12 mwaka 2001-2002 hadi asilimia 14.9 mwaka 2024-2025. Kiwango hiki ni cha chini ikilinganishwa na wastani wa asilimia 18.6 kwa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, lakini kadhalika ni chini ya wastani wa nchi rika zenye uchumi wa kipato cha kati kama Botswana, ambao wao wana mapato yao ya ndani ni asilimia 28.8 ya pato la taifa. Kenya ni asilimia 18, Ghana asilimia 17.2, Zambia asilimia 21 na Mauritius asilimia 25.6. Kwa sisi tuko chini. Katika kipindi cha kutoka mwaka 2018-19 mpaka mwaka 2023-24, ufanisi kwa maana ya makusanyo halisi ikilinganishwa na malengo ya ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kodi nao umeshuka kutoka asilimia 126 hadi asilimia 74, na sehemu kubwa ya halmashauri zetu zimeshindwa kusimamia na kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato yaliyowekwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, maelezo niliyoyatoa hivi punde yanaonesha hitaji kubwa la kufanya maboresho ya sera, sheria, kanuni na taratibu za uwekezaji na biashara ili kufikia viwango stahili vya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hivyo kongamano hili halina budi kufanya tafakuri ya kina na kuainisha maboresho yanayohitajika kisera, kisheria, kikanuni na hata kiutaratibu ili kuwezesha uwekezaji na biashara, na hivyo kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kikodi na ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani, mapato ya kodi na yasiyo ya kodi. Sasa, pamoja na hatua za kisera, kisheria na kitaratibu zilizochukuliwa na serikali, bado kuna vikwazo kadhaa vya kimsingi vinavyojumuisha udhaifu katika utawala bora wa kikodi, wigo mdogo wa walipa kodi, kiwango kidogo cha ujumuishi wa huduma za fedha, yani low financial inclusion, na uwepo wa utoroshaji wa fedha, illicit financial flows. Hivyo ni rai yangu kwa washiriki wa kongamano hili kutoa mchango wa mawazo ambayo yatasaidia mambo kadhaa. Kwanza, kuboresha na kuimarisha zaidi utawala bora katika mfumo wa kodi. Lakini pili, kutanua wigo wa kodi na hasa katika sekta ambazo kwa sasa zina mchango mdogo kama vile sekta ya kilimo na sekta isiyo rasmi. Kwa mfano, ni dhahiri wafugaji wapo wengi ambao wana idadi kubwa ya mifugo, ng'ombe, mbuzi na kadhalika, lakini hawalipi kodi kabisa isipokuwa ushuru mdogo wa machinjio au usafirishaji wa mifugo. Lakini pili ni kuongeza ujumuishi wa huduma za kifedha. Sasa, licha ya jitihada kubwa zilizofanyika katika eneo hili, bado kuna changamoto ya wananchi wengi na hasa vijijini kutofikiwa na huduma za kifedha, na vile vile inapelekea kuwa na kiwango kidogo cha kuweka akiba.
Jambo lingine ni kupanua wigo wa kodi kujumuisha sekta zinazokuwa haraka, na hasa sekta za ubunifu, creative industries and services, ikiwemo sanaa, muziki, tehama na michezo. Lakini pia ni muhimu kukabiliana na changamoto ya utoroshaji wa fedha nje ya nchi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, ninavyoona mimi, hatua zifuatazo zikichukuliwa na kutekelezwa ipasavyo zinaweza kutuongezea kiwango cha mapato ya ndani. Kwanza ni kuweka mkazo zaidi katika kuimarisha uwezo wa ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya ndani. Kwa lugha ya kigeni, we need to be more vigorous in strengthening capacity for domestic revenue collection and management. Lakini jambo la pili, tunahitaji kuongeza jitihada katika kuboresha mfumo wa kodi ambao utahakikisha usawa na kuondokana na misamaha ya kodi isiyo na tija. Kwa hiyo, we have to work more on tax reforms in order to ensure tax harmonization and move away from tax exemptions, concessions and holidays. Lakini jambo la tatu ni kutoa vivutio vya kutosha kwa mawakala na taasisi za kukusanya kodi ili kukabiliana na vitendo vya rushwa. Lakini jambo la nne, tunahitaji kukuza matumizi ya tehama katika ukusanyaji wa kodi na uwekaji wa akiba. Lazima katika eneo hili tuongeze msukumo katika matumizi ya EFD. Jambo la tano, ni muhimu kutekeleza mikakati ya makusudi ya kupunguza na hatimaye kuondokana na utegemezi wa misaada kutoka nje. Lakini pia muhimu, lazima tuendelee kuboresha mazingira ya biashara ili kukuza uwekezaji. Eneo la saba tunalohitaji kufanyia kazi ni kujenga kanzidata madhubuti ya taarifa za walipa kodi, walipa kodi wa sasa na walipa kodi tarajiwa, na twende kuangalia mtu mmoja mmoja, mashirika na taasisi, na kufanya jitihada za kuongeza idadi ya walipa kodi kama njia ya kupunguza mzigo wa kodi. Na hapa napenda kukubaliana na maoni ya sekta binafsi, na ni vema wizara zetu, Wizara ya Fedha, lakini pia Wizara ya Mipango na Uwekezaji, kuzingatia sana ushauri uliotolewa kuhusu elimu kwa wajasiriamali wetu wadogo wadogo, lakini pia kupunguza gharama za kurasimisha biashara ili zitoke kutoka sekta isiyo rasmi kwenda kwenye sekta rasmi. Lakini vile vile rai iliyotolewa ya kuangalia kipengele cha 28B kuhusu ofisi ya Tax Ombudsman ni muhimu, nacho kirejewe. Lakini eneo lingine ambalo ningeshauri liangaliwe ni mbinu. Lazima tubuni mbinu za kukabiliana na changamoto ya kilojistiki na kisiasa katika utozaji wa kodi katika sekta isiyo rasmi. Na mwisho, ni lazima tuweke mfumo thabiti wa usimamizi, ufuatiliaji na upimaji kwa taasisi za kodi na zile za usimamizi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kwa kuhitimisha hotuba yangu na kutoa muda zaidi kwa ajili ya majadiliano katika kongamano hili, ninapenda kuweka msisitizo katika masuala matatu muhimu yafuatayo. Kwanza, ninalitaka kongamano hili lijielekeze kuibua mawazo na mikakati mipya
itakayoiwezesha nchi yetu kuongeza makusanyo ya mapato ya ndani na hivyo kuiwezesha serikali kutoa huduma bora kwa wananchi na kupunguza utegemezi kwa wahisani. Na hili ndilo litakalotuwezesha kuanza utekelezaji wa dira ya taifa, dira mpya ya 2050 kwa nguvu. Lakini jambo la pili, natoa rai kwa wananchi kutumia vema fursa inayotolewa na serikali kila mwaka kutoa maoni na kuwasilisha mapendekezo yao ya kuboresha sera za kodi na uwekezaji kwa kuchangia moja kwa moja katika jukwaa hili au kupitia dirisha la kidijitali. Na tatu, ninawataka mawaziri wa kila sekta kutoa maoni ya kuongeza mapato ya ndani katika sekta zao na kuhakikisha kuwa maoni na mapendekezo yatakayotolewa na wadau kwa njia mbalimbali, yakiwemo kongamano hili, yanafanyiwa kazi kwa lengo hilo hilo, lakini bila kudumaza ukuaji wa sekta husika. Na mwisho, kwa niaba ya serikali, ninapenda kuwashukuru wananchi wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6 katika jitihada za kuharakisha maendeleo kwa kulipa kodi stahiki bila shuruti, lakini pia kwa kudai risiti bila kila manunuzi yanapofanyika. Na kwa namna ya pekee na wapongeza wote walioshinda tuzo mbalimbali ambazo Mheshimiwa Rais alizikabidhi kwenye siku ya mlipa kodi kwa mwaka 2023-2024. Kwa mara nyingine tena, napenda kuhakikishieni kuwa serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, ikiwemo kuimarisha hali ya ulinzi na amani na usalama na kuboresha mfumo na viwango vya kodi. Na sasa, baada ya kusema hayo, ninayo heshima kutamka kuwa kongamano la kodi na uwekezaji wa mwaka 2025 limezinduliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini.